Na kutoka CGTN Kimataifa, hii ni Nuru ya Mashariki tuliokuandalia. Wimbi la joto barani Ulaya laongeza mahitaji ya viyoyozi kutoka China. Mkutano wa kimataifa wa uchumi wa kidijitali mwaka huu wafunguliwa Beijing. Na mjasiriamali wa China atumia akili bandia kuendeleza roboti za viwandani na maisha ya kila siku. Kwa hayo na mengine mengi, karibu kwenye Nuru ya Mashariki. Jina langu ni Jacob Bogoa, usiondoke. Naam, wimbi kali la joto linaloendelea kushuhudiwa katika mataifa mbalimbali ya Ulaya limechochea ongezeko kubwa la mahitaji ya viyoyozi vinavyotengenezwa nchini China, huku asilimia ndogo tu ya nyumba barani humo zikiwa na mifumo ya kupooza hewa. Viwanda vya China vinaongeza uzalishaji ili kukidhi ongezeko hilo la maagizo kutoka nje ya nchi. Simiyu Wanjala anatuarifu zaidi. Takwimu zinaonyesha kuwa ni takriban asilimia 20 pekee ya kaya barani Ulaya zilizo na viyoyozi. Hali hiyo imeongeza mahitaji ya vifaa vya kupooza hewa, huku maagizo ya viyoyozi vinavyotengenezwa China yakizidi kuongezeka. Katika kiwanda cha Jiangmen Posi Refrigeration Appliance kilichopo mkoani Guangdong, kusini mwa China, wafanyakazi wamekuwa wakifanya kazi hadi saa 1 usiku ili kuhakikisha maagizo ya wateja wa kimataifa yanakamilika kwa wakati. Kiwanda hiki huzalisha viyoyozi ambavyo havihitaji kufungwa kwa mfumo wa kudumu, bidhaa ambayo imekuwa ikipendwa zaidi katika mataifa ya Ulaya. Tangu Januari mwaka huu, wafanyakazi wamekuwa wakifanya kazi kwa saa za ziada, huku asilimia 60 ya uzalishaji wa kiwanda hiki ukielekezwa katika soko la Ulaya. Kuanzia mwezi Machi, maagizo kutoka Ulaya yaliongezeka kwa kiwango kikubwa. Mwezi Mei pekee, kampuni ilisafirisha zaidi ya viyoyozi 1800, ikiwa ni ongezeko la asilimia 20 ikilinganishwa na kipindi kama hicho mwaka uliopita. Kwa mujibu wa ofisi ya forodha ya Jiangmen, katika miezi mitano ya kwanza ya mwaka huu, thamani ya mauzo ya viyoyozi kwenda Ulaya ilifikia yuan milioni 880, ambayo ni sawa na takriban dola milioni 129 za Marekani, ikiwa ni ongezeko la asilimia 15 ikilinganishwa na kipindi kama hicho mwaka uliopita. China imeanzisha kampeni maalum ya siku 100 kuwasaidia wahitimu wa vyuo vikuu na watu wengine wanaotafuta ajira kupata kazi. Kupitia kampeni hiyo, serikali itaandaa maonyesho ya ajira ya mtandaoni na ana kwa ana ili kuwaunganisha waajiri na wanaotafuta kazi. Mwenzangu Tom Wanjala anatueleza zaidi. Mamlaka za mitaa kote nchini China zitaelekeza juhudi katika sekta za utengenezaji wa kisasa, mifumo mipya ya huduma, mwenendo mpya wa matumizi ya bidhaa na huduma, pamoja na mahitaji mapya ya maisha ya wananchi. Pia zitashirikiana na kampuni muhimu, miradi mikubwa, hifadhi za viwanda na wadau wengine katika kukusanya taarifa za nafasi za kazi. Kampeni hiyo imeunganisha shughuli za uajiri na matukio mbalimbali kama vile tamasha za utalii, maonyesho ya biashara ya bidhaa za matumizi na shughuli nyingine za kijamii. Aidha, inatoa mafunzo ya mtandaoni katika maeneo kama vile AI, uchumi wa anga ya chini na huduma za ustawi wa afya. Katika wiki ya kwanza pekee, majukwaa ya mtandaoni ya uajiri yaliandaa maonyesho 4 maalum ya ajira yaliyolenga sekta za utengenezaji wa kisasa, AI na interneti, bioteknolojia ya tiba, pamoja na sekta ya nishati ya umeme. Zaidi ya waajiri 500 walishiriki, wakitoa jumla ya nafasi za kazi 17,000. Mkutano wa kimataifa wa uchumi wa kidijitali mwaka huu umefunguliwa rasmi Alhamisi mjini Beijing, ukihudhuriwa na viongozi wa makampuni, wawakilishi wa mabaraza ya biashara, wasomi kutoka China na mataifa mbalimbali, pamoja na mawaziri kutoka Kazakhstan, Colombia na Chad. Hamis Darwish anaripoti zaidi. Katika hafla ya ufunguzi, muungano wa miji ya kimataifa ya uchumi wa kidijitali ulizindua ripoti ya miji ya uchumi wa kidijitali duniani mwaka 2026 inayochambua jinsi teknolojia za kidijitali na miji zinavyoathiriana katika maendeleo. Ripoti hiyo inasisitiza kuwa teknolojia za kidijitali zinapaswa kuwa na manufaa yanayoonekana kwa wananchi, ziwe muhimu kwa biashara na zipatikane kwa urahisi katika jamii. You need the physical infrastructure, so the data centers, they're the really important element. You also need trained personnel, and for all of that, one of the most important things is not just the data centers,
but also a policy in relation to the circulation of data. Aidha, kitabu cha mifano bora ya uchumi wa kidijitali duniani 2026 kilizinduliwa rasmi. Chapisho hilo limeandaliwa kwa ushirikiano kati ya Umoja wa Kimataifa wa Mawasiliano IIU, Kituo cha Biashara cha Kimataifa IIC na Muungano wa Miji ya Kimataifa ya Uchumi wa Kidijitali. Kitabu hicho kina mifano 13 ya mafanikio kutoka miji mbalimbali ikiwemo Beijing, Jakarta, Madrid na Istanbul, ikihusisha maeneo 6 muhimu: utawala wa kidijitali wa miji kwa ushirikiano, huduma za umma za kidijitali zinazowajumuisha wananchi wote, miundombinu inayostahimili mabadiliko ya tabia nchi, matumizi ya teknolojia za kidijitali kuboresha maisha ya wananchi, usafiri janja wenye uzalishaji mdogo wa hewa ya ukaa na ujumuishaji wa kidijitali kwa makundi yaliyo katika mazingira magumu. Mkutano huo unatarajiwa kumalizika Jumapili. Pia unajumuisha vikao maalum vinavyojadili masuala mbalimbali ikiwemo akili mnemba AI, maendeleo ya rasilimali watu katika sekta ya kidijitali na uendelezaji wa matumizi ya teknolojia za kidijitali katika viwanda. Tangu kuanzishwa kwake mwaka 2021, mkutano huo umevutia zaidi ya kampuni 10,000 na washiriki zaidi ya 150,000 kutoka zaidi ya nchi 200 na mashirika ya kimataifa, huku matokeo zaidi ya 500 yakichapishwa hadi sasa. China imeendelea kuimarisha nafasi yake katika biashara ya kimataifa kupitia sekta ya usafirishaji wa mizigo kwa njia ya anga. Ripoti mpya inaonyesha kuwa China imeweka rekodi mpya kwa kufungua njia nyingi zaidi za kimataifa za mizigo na kuongeza kiwango cha bidhaa zinazosafirishwa kwa ndege. Ronald Mutie ana ripoti zaidi. China imepiga hatua kubwa katika sekta ya usafirishaji wa mizigo kwa njia ya anga baada ya kufungua njia mpya 214 za kimataifa mwaka uliopita. Hatua hiyo imeimarisha biashara yake duniani. Kwa mujibu wa ripoti ya shirikisho la usafirishaji na ununuzi la China, kiwango cha mizigo na barua kilichosafirishwa kwa ndege kilifikia tani milioni 10.1 mwaka jana, ikiwa ni ongezeko la 13.3% kutoka mwaka uliotangulia. Hii ni mara ya kwanza kiwango hicho kuvuka tani milioni 10, huku njia za kimataifa zikichangia kwa kiasi kikubwa ukuaji huo. Ripoti hiyo pia inaonyesha kuwa idadi ya ndege maalum za kubeba mizigo imeongezeka hadi 272, zikiwemo ndege 60 za masafa marefu zinazotumika katika safari za mabara mbalimbali. Bidhaa zinazobebwa zaidi ni zile za biashara mitandaoni, vifaa vya elektroniki, nguo na bidhaa za nguo, pamoja na mazao yaliyohifadhiwa kwa baridi, mashine, vipuri vya magari na vifaa vya usahihi wa hali ya juu. Nchini China, maendeleo ya akili bandia yanaendelea kubadilisha sekta mbalimbali za uchumi na maisha ya kila siku. Mjasiriamali na mtafiti wa teknolojia Jiang Zhengtao anaongoza ubunifu wa roboti zenye uwezo wa kujifunza na kufanya kazi kama binadamu. Nilifuatilia taarifa hiyo na kukuandalia ripoti ifuatayo. Bendi hiyo ya roboti imekuwa moja ya ubunifu unaotambulika zaidi wa kampuni ya Chongqing Huiling Robotics, huku maonyesho yake yakisambaa kwa kasi kwenye mitandao ya kijamii. Nyuma ya mafanikio hayo kuna miaka ya utafiti kuhusu roboti zenye ustadi mkubwa wa kutumia mikono, udhibiti wa mwendo na teknolojia ya AI inayowezesha roboti kuelewa na kuingiliana na mazingira halisi. Kuwafanya roboti wapige muziki kwa pamoja ni kazi ngumu sana kuliko inavyoonekana. Kila roboti inahitaji mikono yenye ustadi wa hali ya juu ili kupiga hala za muziki kwa usahihi unaofanana na ule wa binadamu. Kisha roboti wote wanne wanapaswa kusawazisha kwa tofauti ya sehemu ndogo sana za sekunde. Zaidi hayo, wanapaswa pia kuwa na miondoko ya asili na uwepo wa kuvutia jukwani kama vile wanamuziki halisi. Kuunganisha roboti, AI na sanaa ya maonesho kulitulazimu kutatua changamoto nyingi za kiufundi na tunajivunia matokeo yaliyopatikana. Bendi hiyo ina wanamuziki wote muhimu wakiwemo mpiga ngoma, mpiga kinanda, mpiga gitaa la solo. Ingawa maonyesho yao yanaonekana rahisi, kuwezesha roboti hao kupiga muziki kwa pamoja kulihitaji kushinda changamoto nyingi za kiteknolojia. Tafiti zangu za shahada ya uzamivu katika taasisi ya sayansi ya China zilihusu roboti wanaofanana na binadamu wanaocheza tenisi ya mezani. Tangu mwanzo nilitamani sana kuona roboti zikitoka maabara na kuingia kwenye matumizi ya maisha halisi. Ndio maana nilianzisha kampuni hii mwaka 2023 nikijikita katika AI ya roboti ambazo zinaelewa mazingira, kujifunza na kushirikiana na ulimwengu wa kimwili pamoja na roboti za viwandani. Hata hivyo, bendi hiyo ya roboti ni mfano mdogo tu wa maono yake mapana. Akiwa mtafiti wa roboti kitaaluma, alianzisha kampuni ya Chongqing
Wheeling Robotics mwaka 2023 kwa lengo la kubadili miaka ya utafiti za kisayansi kuwa teknolojia zinazoweza kutatua changamoto halisi za viwanda. Leo hii teknolojia hizo tayari zinatumika katika sekta ya utengenezaji bidhaa, ambapo roboti zinafanya kazi ngumu ambazo kwa muda mrefu zilitegemea ujuzi wa wafanyakazi. Mfano mmoja ni katika utengenezaji wa viatu, ambapo roboti zenye mikono iliyobuniwa na kampuni hiyo zinajifunza kufanya kazi za kuunganisha sehemu mbalimbali za viatu kwa kutazama namna wafanyakazi wanavyofanya kazi hizo. Katika kona ya mbali ya mkoa wa Yunnan, kusini magharibi mwa China, wanawake wa kabila la Dulong wanageuza urithi wa mababu zao kuwa chanzo cha maendeleo kupitia ufundi wa kipekee wa ufumaji uliorithishwa kizazi hadi kizazi. Jamii hiyo ndogo yenye takriban watu 4,000 inaendelea kuhifadhi utamaduni wake huku ikijenga maisha bora. Zakia Pong ana mengi zaidi katika sehemu yetu ya Ifahamu China. Hujambo na karibu katika kipindi cha Ifahamu China. Mimi ni Zakia Peng. Wanawake kutoka moja ya makabila madogo zaidi nchini China wanaboresha maisha yao kupitia ufundi wa ufumaji wa Dulong ambao umerithishwa kizazi hata kizazi. Utamaduni huo una nguvu sana huko Dulongjiang, mji wa ndani zaidi katika eneo la mpaka wa mkoa wa Yunnan, kusini magharibi mwa China, na maskani ya karibu watu 4,000 wa kabila la Dulong. Ingawa Dulongjiang iliondokana na umaskini uliokithiri mwaka 2018 wakati wa kampeni ya nchi nzima, hatima yake ya baadaye imedumu kuwa changamoto, ikiwa na eneo dogo la ardhi inayofaa kwa kilimo na kutengwa sana. Kilimo cha mashamba makubwa hakiwezekani na maendeleo ya viwanda ni vigumu kuyadumisha. Hata hivyo, utamaduni wa ufumaji wa Dulong umekuwa mwali wa mwanga, ukibadilisha vijiji ambavyo awali hatima yao ilijulikana kijiografia. Wanawake wanafuma wanaitwa wafumaji wa upinde wa mvua. Wanakumbatia nadharia ya ufumaji kudhamiria ama naze, ambayo kwa lugha yao inamaanisha taratibu. Hivi karibuni kundi la wabunifu kutoka kampuni ya mitindo ya Shanghai walitembelea nyumba ya mwanakijiji Jing Chunhua kujadili biashara. Ubia wao na wafumaji ulianza mwaka 2015 na Jing alikuwa miongoni mwa wanawake 10 kujiunga. Baada ya hapo, vitambaa vilianza kusafiri mbali zaidi ya milima, katika miji ya mbali na hata kwa wateja nje ya nchi. Moja baada ya mwingine, wanawake zaidi walichukua kitanda cha mfumi na kuanza kuboresha sanaa yao. Sasa karibu wanawake 500 wa Dulong wanafanya kazi wakiwa majumbani kwao. Kila kitambaa kilichofumwa kinawaingizia wanawake hao karibu dola 70. Ubunifu wao kwa upande mwingine unaipa kampuni kasi mpya katika eneo la soko. Kama matokeo ya mafanikio yao, mawazo mapya yanaota mizizi katika bonde. Hivi sasa juhudi zinaonekana wazi katika kanda hiyo, wakati miradi ya ujenzi inaajiri wakazi karibu na maskani yao. Gridi ya umeme inaendelea kupanuka, barabara zinaboreshwa, droni zinasambaza mahitaji ndani kabisa milimani, na mataraji ya ubia zaidi yanaonekana. Haya, kwa leo kipindi hiki kinaishia hapa. Katika kipindi kijacho nitaendelea kukuletea mambo mengine yanayovutia kuhusu utamaduni na jamii ya China. Asante kwa kuwa nami. Mimi ni Zakia Peng. Kwa heri. Mwisho kabisa tunakuletea sehemu yetu basi ya Jifunze Kichina. Katika sehemu hii tunakuletea masomo ya lugha ya Kichina hatua kwa hatua na kwa njia ambayo ni rahisi kabisa na ya kuvutia. Karibu basi tujifunze lugha ya Kichina.
Mambo, karibu katika darasa la Kichina la YCT. 第3课，我在画画呢。 Kujifunza herufi za Kichina. Tafadhali chagua herufi sahihi za Kichina kulingana na pinyin, kisha mfuatishe mwalimu kuandika. 让 Niambie, ipi ni sahihi? 第一个 Tuangalie kosa liko wapi katika herufi ya pili. Sasa, hebu tuone jinsi ya kuandika herufi hii ya Kichina kwa usahihi. Tafadhali andika pamoja nami. 唱 Niambie, ipi ni sahihi? 第二个 Tuone kosa liko wapi kwa herufi ya kwanza. Sasa, hebu tuone jinsi ya kuandika herufi hii ya Kichina kwa usahihi. Tafadhali andika pamoja nami. Mgahawa wa chakula cha haraka. Chagua herufi sahihi ya pinyin kuendana na herufi za Kichina kwenye chakula. Je, unaweza kuchagua sosi sahihi? Hebu njoo tucheze. 太阳 月亮 跑步 唱歌 Kazi ya kufanya nyumbani kwa leo ni kuandika herufi za Kichina. Na kesho tutaendelea kujifunza Kichina. 再见 Kufikia hapo ndipo ninapokamilisha makala haya ya Nuru ya Mashariki. Usikose kujiunga nasi tena juma lijalo sana wakati kama huu kwa makala mengine ya Nuru ya Mashariki. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kuletea makala haya, mimi ni Jacob Mogoa nikisema shukran kwa kuwa nami. Kwa taarifa zaidi kuhusu China, unaweza kutembelea tovuti ya CRI Kiswahili na marafiki_CN kwenye Facebook. Pia unaweza kupakua app ya Cheche kwenye Google Play na Palm Store.